الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين، آمين يا رب العالمين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, tunamwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotuafikia kutekeleza ibada yake ya salati al-asri atutakabalie, na kama alivyotuafikia vile vile kufunga mwezi mtukufu Ramadhani atutakabalie, kwani sasa hivi ishara zinavyoonyesha ni kuwa Ramadhani yatuaga. Sasa lisaimi farhatan, mwenye kufunga na furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati anapomaliza kufunga Ramadhani, furaha yake, na furaha ya pili ni wakati anapokutana na Mola wake. Sasa watu wamekuja wakagawanyika katika sehemu mbili. Kuna wale wafurahika Ramadhani ikimalizika wakakosa furaha ya kukutana na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ama wale wanaofurahika kukutana na Mola wao wakipata indications za kuonyesha Ramadhani yaondoka, utamani maisha yao yote yawe ni Ramadhani. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu zetu, atutakabalie amali zetu, atutakabalie kila chochote tulichokifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Twende tukutane nayo kesho siku ya Kiyama ni adhaafa mudhaafa. Mwenyezi Mungu ni mkarimu katika kulipa. Mara nyingine anakuambia fanya nitakupa 10, lakini mara nyingine akakufanya akakupa zaidi ya 10. Kwa ya Rabbi, wewe ni mkarimu. Khudh minna jumalan wala tutalibna bitafsil. Walikuwa kisema wasomi walotambua kumwamiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ewe Mola, khudh minna jumalan, amali zetu tukupa kwa jumla, kwa wholesale, zikubali, zichukue, bora tu umekubalia amali yangu nilivyoifanya. Lakini wala tutalibna bitafsil, usianze kuuliza details. Saumu yako ilikuwa na ikhlas, chakula chako kilikuwa cha halali, mavazi yako yalikuwa hivi. Na ndio topic tuliokuwa nao wiki iliyopita, kuwa al-a'malu suwarun qaima. Amali zote tunazozifanya sisi ni muundo wa picha. Amma arwahuha, roho za hizi mili ambazo ni ibada, ni sirrul ikhlasi fiha, ni ikhlas ambayo unatekeleza ile ibada katika kumfanyia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu hakukamilika kwa hakika, yaweza kumpitikia mawazo ya hapa na pale, lakini tulisema kwa sababu ni at-tariq, ni njia, na sio njia fupi, ni njia ndefu mpaka wewe kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Si swali wewe utalala uamke ujikutu katika hadhara kudusia. Kuna mujahada, na mujahada ni wa nafsi. Kuna wale Mola Subhanahu wa Ta'ala anawatunuku akawapa kwa mujarrad ya kufumba macho na kufungua, wakajikuta katika hadhara kudusia. Tulimtaja yule bana ambaye to brackets alikuwa ni mlevi kwa kipindi tulichokuwa nacho hapa, lakini alitubia kwa Mola sadiqa, akamwambia Mola, ikiwa maisha yangu yatakuwa ni ya ulevi na mimi nimetubia, ikabidhi roho yangu. Kabla ya salatu aljumaa, Mwenyezi Mungu alikabidhi roho yake, ikawa ametubia kwa Mwenyezi Mungu sadiqan, mkweli. Wa hakadha, huyo utakuja kumwona maisha yote yake yalikuwa ni maasi, lakini akatubia na ikhlas, akamwelekea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamfupishia safari nzima ile
bilahdha, kwa sekunde kidogo. Kwa hivyo hili linawezekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kuna na watu wengine kama tulivyoeleza, wanapigana na mujahada ya nafsi yao miaka hata 100, kama amejaliwa miaka 100 kuishi, bado anapigana na nafsi yake mujahada ili awe karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tumomba Mola ametukirimu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, asitufukuze katika mlango wake. Ametukirimu sisi na ibada mbalimbali, qiyamul layl na tahajjud na salawat almafrudha na sunna. Ya Rabbi la tatrudna min babik, usitufukuze katika mlango wako. Ukitufukuza ya Rabbi, nani atakayetufungulia? Wewe upigwe na swala zako katika sura zako, upigwe na saumu zako katika uso wako, utamkimbilia nani mwingine ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja na wewe? Kwa hivyo ikbalna ala ma fina, ewe Mola tukubalie vile vile tulivyo. Wewe ndio umetuumba, hatuko na ukamilifu, twakosea hapa na pale, basi na makosa yetu yachukue ya Rabbi. Karam ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingine unaweza kuwa na madhambi, ukasoma istighfar akakufutia madhambi, ni karam. Lakini mara nyingine akakufanyia bora zaidi ya hivyo, ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, badala ya kuzifuta dhambi zako akabadilisha dhambi zako zikakuwa hasanat. Kesho tukwenda kukutana, wewe uliswali tu siku 2 tu peke yake, mbona umenizidi? Yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Mwenyezi Mungu amebadilisha zile dhambi zao zimekuwa ni kheri. Karam ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio akatuambia ya ayyuhalladhina qul ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim, waambie ewe Bwana Muhammad, wale walozikosea nafsi zao, wana madhambi mengi wameyafanya, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma ya nani? Ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anachukua madhambi yako kwa wholesale, akikufutia madhambi amekufutia yote. Kwa hivyo tunamwomba ya Rabbi, kama kuna karam ya kubadilisha madhambi yawe kheri, basi ya Rabbi zibadilishe dhambi zetu ziwe hasanat, tukutane na wewe na sisi ni wasafi, tukutane na wewe na wewe uko radhi na sisi. Na ndio malengo miongoni mwa malengo ya ibada tunazoletewa katika Uislamu. Hikma yetu ya leo ya oana ama yaingiliana na mada yetu ya wiki iliyopita, na mada hii kidogo itakuwa nzito kiasi, lakini nitajaribu kupiga mifano ili tuelewe malengo katika ibada yetu na katika kuamiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tabaan ni kama process. Sisi tulivyoanza zile hikam, tulianza na hikma, kisha hikma iliyofuatia ilifuatana iliingiana nayo hakadha. Na wiki iliyopita tulizungumza ikhlas, na tukasema miongoni ya tajriba experience unatekana wewe uifanye ili uweze kujua ikhlasi yako yapanda ama yashuka. Jipime unaposwali katika hadhara, uko msikitini, unahisi vipi ikhlasi yako? Wahisi ikhlasi yako ni nzuri, ifanye kinyume sasa. Nenda kakae peke yako katika khalwa. Taban i'tikaf ni moja katika maana ya khalwa. Acha biashara zako, acha jamaa zako, acha dunia yako, tatafarrad ma Allah. Wewe uko na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unajiwekea barnamij. Ukiwa katika i'tikaf, jiwekee timetable. Lilasaf tunawaona wengi, sijui hapa i'tikaf ni kuwa anamaanisha na kwenda kulala msikitini. Kwa hivyo yeye mawazo yake i'tikaf ni kulala msikitini. La, i'tikaf wawache familia kidogo, acha kazi zako kidogo, ni muda. Na i'tikaf ni ima umeiweka kwa nadhiri, na kwa nadhiri ni shadid, ina masharti yake mazito kama ni nadhiri, na kama sio nadhiri umeifanya mutlaq. Kwa hivyo unakuja kuona hata dharura, mimi kutoka nje ya mlango pale msikitini siruhusiwi kutoka katika itikaf. Kwa wale wanaofaa kuvukiwa katika itikaf, unatakikana usome zile sharti zake, ili ukitoka hapo umekuja ni wewe na Mola wako.
ni wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni moja katika mambo yanaoangaliwa namna gani sisi tutakuwa na taraki tukapanda daraja kwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuipa mtihani nafsi yetu katika malmah inayoitwa ikhlas. Uiangalie nafsi yako unapofanya ibada mbele za watu ikoje, kisha nenda kafanya ibada hiyo hiyo ukiwa peke yako. Nenda nyumbani, chumba chako, weka mswala, funga mlango, wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Iangalie ikhlasi yako ulipokuwa pamoja na jamahir na ulipokuwa peke yako, kuna tofauti? Na tofauti yenyewe ikoje? Je, tulipokuwa na jamaa, maana yake anakwamba ni moral, tukiswali kwa pamoja tupata moral, kwa hivyo unapata himma. Lakini ukiwa peke yako, sina mtu wa kunipa support. Anakupa moral katika kuamiliana na Mola ama nafsi yako ya kudanganya? Wewe unatakana uwe na morali makati wewe unataka kuzungumza na Mola wako. Sawa uko pamoja na watu ama uko peke yako, muamala wako ni muamala na Mola. Kwa hivyo hii mimi ninaizungumza na wewe unanisikiliza, fanya tajriba, na sio tajriba ya siku moja ama siku mbili. Ni tajriba watakana waifanye mara kwa mara, na ndio tutakuja kuona sisi tumewekewa hizi sunna tuzifanye zaidi nyumbani, kwa sababu majumba yetu pia yasibaki kuwa hayaswaliwi. Majumba yanatakana yafanyike ibada, lakini pia ni malmah, ni wakati muhimu mwanadamu kuangalia ikhlasi yake iko vipi. Ukiendelea utakuja kuona mimi sina tofauti nikiswali msikitini pamoja na watu na nikiswali peke yangu, napata ile hudhur, nahisi Mola wangu yuko mbele yangu, mimi nazungumza na Mola wangu. Ukipata hiyo ujue ikhlasi yako haiya. Lakini ukiona morali yako iko pamoja na wengi na ukiwa peke yako hauna moral, na hapa ni mtihani pia kwa maimamu ambao ndio sisi hapa. Suratul Fatiha tunaoisoma katika sala ya sauti ndio Suratul Fatiha tunayosoma katika sala ya siri. Na utakuja kuona sala ya sauti kama ni maghrib, isha na fajri, Suratul Fatiha kama ni ndefu kiasi. Lakini ukija katika swala za siri, adhuhuri, alasiri, wewe ukipiga Allahu Akbar hujafika, yeye ashamaliza Allahu Akbar, wewe hujakamilisha Suratul Fatiha. Ameiswali vipi? Ameisoma vipi? Hii ni mtihani pia kwa mashekhe. Ikhlas sio watu wa kawaida peke yake. Madamu ni muamala na Mola Subhanahu wa Ta'ala, hapana budi swala yako, ibada yako iwe na quality, sio idadi ya wingi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Katika ihsan ni perfection katika ibada yetu. Yani wewe sala yako waiswali, wampelekea Mola, wampelekea swala gani Mola? Ya uvivu? Wampelekea swala ya Mola bora nimeswali? Wampelekea Mola saumu gani? Ya Rabbi mimi nimefanya khalas, umeitupa. Akiangalia yule director wako katika kazi hii, kazi umeifanya, lakini una makini katika kazi yako, tututia hasara katika biashara zetu, tututia hasara katika kadha wa kadha. Huu ni muamala wa kibinadamu. Wewe ambao kwamba unalenga maisha yako baada ya dunia, swala yako iswali hivi hivi tu. Umepata chance ya kusema Allahu Akbar, alafu swala yako haina itminan, haina utulivu, haina istihdhar, swala itakwambia dhayyaka Allahu kama dhayyatani. Swala yenyewe yakwambia Mungu naye akutupe kama ulivyonitupa. Swala gani unampelekea Mola Subhanahu wa Ta'ala? Haina maqamul ihsan. Hii lazima tuwe na tajriba katika kuangalia maqam al-ihsan, na katika jambo linalosaidia katika ikhlas ndio mada yetu leo. Atuambia idfin wujudaka fi ardi al-khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimma natajuhu. Asoma tena, idfin wujudaka fi ardi al-khumul fama nabata ma lam yudfan lam yatim natajuhu. Tafsiri yake kidogo ni nzito, tafuta ikhlas kwa Mola.
yanihusu hii mimi, kuhusu na wewe unanisikia. Anatuambia zika uwepo wako, your existence, itoe kabisa katika hadhara za watu. Izike wapi? Fi ardhi al-khumul, katika ardhi ya al-khumul, kwa sababu wewe ni mbegu. Ibada yako ni mbegu. Ile mbegu ukirusha kwenye ardhi itamea juu, na kama itamea haitokuwa na mshiko, lazima uifukie. Na ndio maana wale wakulima wakaitwa kufar. Maana ya kafiri pia maana yake ni mkulima, kwa sababu anaficha zile mbegu katika ardhi. Sasa ile mbegu, kinachofanyika vitu viwili, inapata nguvu ya kukita, na inapokita inakuwa na nguvu ya kupanda. Na hivi ndivyo amali zetu zilivyo. Amali tunazozifanya, ibada tunazozifanya, idfin wujudaka fi ardi al-khumul, hakikisha existence yako katika ibada umeificha katika ardhi ya khumul, kwa sababu anatuambia fama nabata ma lam yudfan, hakimei kitu ambacho haujakizika katika ardhi, na kama kitapatikana lam yatim natajuhu, mbegu yake, matunda yake haitopatikana, kwa sababu yaonekana juu na watu. Sasa wewe ibada yako ifiche, na ndio miongoni mwa martaba ya kwanza mwanadamu anapotaka kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wanadamu tunashawishiana, na tashwishi hii inaweza kunivuta mimi katika maqasid, malengo ambayo kwamba ni main objectives, ikanipeleka katika malengo mengine ambayo kwamba sio main objectives. Na tashwishi yenyewe, Imamu leo umetupigia Qur'ani safi sana. Unaonaje? Tuzidishe kidogo, tuongeze kidogo, tukuletee sauti gani nyingine? Kwa yeye muamala wake lila asaf inakuwa sasa sio na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu nikisoma watanisifia, hili laja kwetu kama mashekhe pia, na kwa watu wa kawaida pia lapatikana, kwa sababu kidogo kama tulivyozungumza twapata mitihani tunapoamiliana na binadamu wenzetu. So ili ile imani yako ikite, una haja ya kuwa na halwa. Lazima uwe na sehemu ambayo kwamba you practice yourself, ndio kitokea mbele za watu wewe hujali lolote, kwa sababu tayari katika makamu ya mushahada. Ile mmoja aliingia msikitini, amechelewa kidogo, katawadha, Allahu akbar, kaingia katika swala. Pengine yeye malengo yake yalikuwa ni maqasid, ni katika objectives. Main objective ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kuna jamaa ameketi kando na mtizama, anaangalia swala yake, wakapenda swala yake. Swala yake nzuri sana huyu, takbiri yake, khushu yake, rukuu yake, zile sauti zikawa ziko juu kiasi fulani, zikawa zafika kwa huyu mwenye kuswali. Kumbe naye akisikia anazidi kuona raha. Akaona hao jamaa waweza kuondoka, kuna kitu kingine hawakijui wao, wacha nikate swala niwaeleze, waongeze katika diary yao. Akaambia jamaa, hapa nilipo nimefunga pia, saumu yangu kali kwa kweli, ongezeni katika diary. Kisha Allahu akbar. Kwa hivyo wanadamu ni hijab, wanaweza kutuzuia sisi kufika kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio nimetaja hapa, kama si hapa katika darasa zilizotangulia Masjidi Nur, kuwa alolaumiwa ni anayeswali. Fawailun lil musalli, sisi tuswali, sio tumelaumiwa, kwa sababu Qur'ani na sheria haitutaki sisi tuswali, yatutaka tusimamishe swala. Unaona katika arkanul Islam sio yusallun au isala, iqamatu sala. Iqamatu sala maana yake ina arkan zake, ina masharti yake, ina mubtilat zake, ina hayhat zake. Wewe ukaswali na istihdar, concentration yako yote iko katika sala, ndio maana iqamatu sala. Ama yule anayeswali tu, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim
sahun. Swala yao wanaingia Allahu akbar, network ikienda kipotea. Yani Allahu akbar kwa katika swala na sahau kamwe. Yule mmoja aliswali msikitini yake, inasemekana hata ni imamu, yeye imamu anazungumza, mimi leo swalatul isha sina hakika nimewasalisha rakaa 2 ama rakaa 8. Nao walikuwa maamumu, sijui hali yao ilikuwa vipi, wanaenda tu. Walikuwa anaitwa Majnun Leila, alikuwa crazy akimpenda mwanamke fulani anaitwa Leila, alikuwa ni imamu. Kwa hivyo wasema bana, mimi sala yenu leo wallahi mimi sina hakika ni rakaa 2 tunswali au rakaa 8. Yani kama ni rakaa 2 fabiha, lakini sikumbuki kama ni rakaa ya 4 ama ya 6. Inawezekana tumefika katika rakaa ya 8. Na hao waliokuwa kiswali nyuma yao walikuwa wako vipi? Alladhina hum an salatihim sahun. Allahu akbar. Faili za biashara zimekuja na wanatuambia mufakiruna na ahlu sayri ila Allah, mahala fikra zaja ni sehemu 2. Ukitaka projects, hizo projects huwa zaja katika sehemu 2. Sehemu ya kwanza ni alhammam, katika chumba cha haja mawazo yanakuja mengi sana. Unaweza kumwona mtu kamlaumu, mbona umechelewa sana, lakini kumbe na files anazitengeneza na project anazitengeneza kule. Akitoka anapiga simu, anamwambia PA wake, andika 1 2 3 4, tutakuja tufanye discussion mimi na wewe. Hii sehemu anazungumza. Na sehemu nyingine ni as-sala, Allahu akbar. Ile ya kwanza tunawaita Allahu akbar, project zishaanza. Wewe wafanya biashara paka salama, tumemaliza swala, wewe mwenyewe hauna habari, ndio unarudisha fikra yako. Ile sala yako iko katika hali gani? Na ndio wanazuoni wanatuambia taban, hakuna mtu anaweza kuwa na concentration ya 100% katika swala. Kwa hivyo itakuwa network yaingie kitoka. Mwenye hii nafasi ni Mtume Muhammad peke yake. Akiingia katika sala khalas, alikuwa akimwambia Sayyidina Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal, tufurahishe na sala. Yani wakati ufike uadhin, alikuwa akisema Sayyidatuna Aisha, kukiadhiniwa Mtume Muhammad insarafa anna, ututoka sisi kaannahu la yaarifu ahada minna, kama hatujui kabisa. Shauki yake imefika wakati wa kuzungumza na alhabibi almahmud, naenda kuzungumza na kipenzi changu Allah. Wewe ukisikia adhana, tena time, hizi time zaenda haraka, sasa hivi tunasali dhuhuri sasa hivi. Ya Rabbi, utatusame tutachelewa kidogo, mimi leo nitaswali mahala fulani, waona dhiki. Lakini ungekuwa na shauku wakati wa kuzungumza na Allah jalla jalaluhu, amekupa time, communicate, jieleze, niambie, raha yako itakuwa katika hali gani? Kwa hivyo hivi ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuweko akimwambia arihna biha ya Bilal. Kwa hivyo sisi tunakuwa na obstacles nyingi sana, akabat, na miongoni mwa akabat zinazokutuzuieni sisi kufika karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watu. Kwa hivyo maana ya haya mazungumzo ni kuwa sisi tunapoamiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala, tuhakikishe amali yetu isionekane na watu wakaisifu wakatuharibia ikhlas, kama mubtadiin, wale ambao kwamba katika primary mubtadiun wanaanza katika hali ya kutengeneza imani yao. Iangalie imani yako, na kama una sheikh ambaye anaelewa ilmu ya sairi ila Allah, mnaweza kupata fursa kuzungumza naye, na mwisho atakwambia sasa haujambo, huko katika hali unaweza kutoka katika hadhara za watu. Sio maana tusije kuswali msikitini, la, maana ni mingine tutakuja kusherehesha. Na sio maana kama sisi lilasaf, maanake hakuna watu ambao kwamba wana shura kama kina sisi, sio tuzungumza mbele za watu, lakini yatuhusu pia vile vile. Ikiwa mazungumzo haya tutaka kusifiwa na watu, hakuna ikhlas, idfin wujudaka fi ardhi alkhumul, jitoe katika existence za watu, jione kama kabisa uko peke yako katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni practice inatekana iendelee mpaka mtu hapate moral ule wakati wa kuamiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala, awe na watu hana watu, anapata moral
katika mambo ya dunia. Hapa baadhi ya wanazuoni wanatuambia khumul, na kuna watu wamefahamu makosa. Khumul maana yake katika lugha ni adamu shuhra, ni wewe usiwe mashuhuri katika ibada yako. Yani mtu akitaka kukueleza wewe, asichukue katika sifa zako za ibada akakueleza fulani yule anayesoma Qur'ani sana, fulani yule anayesoma anayefunga sana, fulani yule anayetoa sadaka sana. Yani wewe waswali, wewe wafunga, wewe watoa sadaka, lakini watu hawajui. Na hapa yasemekana Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa akifanya kazi, mengine alikuwa hajulikani, ilikuja kuonekana baadaye. Kuna mwanamke mmoja yasemekana alikuwa kipofu, yuko katika nje ya Madina kabisa, maskini. Hii ni leadership katika governance, ambapo hawakuruhusu ile amana yoyote katika sheria au katika Uislamu iwe kuna mtu atalala njaa, na kuna mtu anaitwa khalifa, na kuna mtu anaitwa governor. Walikuwa kitoka wenyewe wakifanya database, wakichukua zile data wenyewe, sensa wenyewe, hali ya huyu ikoje, hali ya huyu ikoje. Na mara nyingine wakitoka na group wakiwa wanataka security, mara nyingine walikuwa wakifanya wenyewe peke yao, muamala wao na Mola subhanahu wa ta'ala. Sasa ikawa yule mwanamke katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anafunga. Huyu Sayyidina Abubakar alikuwa akienda pale akipeleka tende za kufungua muadhini na akimpikia iftari yule mama. Ni kipofu, amjui, hawazungumzi kabisa. Yeye yuaja amkabidhi, yofungua muadhini, yopika iftari yake, amlisha. Akimaliza, akimwona mama yuko sawa, alhamdulillah, rabbi taqabbal minna. Miaka Sayyidina Omar katika khilafa yake naye akawa na hali hiyo hiyo, akaona kijinyumba fulani mahali, akifika pale ni mwanamke. Kifikra yake akasema hapa iwezekani. Sayyidina Abubakar lazima alikuwa yuaja, kwa sababu haiko mbali na Madina, lakini alikuwa kiamiliana vipi na huyu mama? Zikafika siku za Ramadhani, Sayyidina Abubakar akampelekea tende Sayyidina Omar, sasa si Abubakar, na akamtengenezea iftari, hataki kujulikana. Lakini yule mwanamke alinotice, pamoja ya kuwa ni kipofu, aliponyanyua zile tende kuzitia mdomoni akizila, akasema kwa sauti, yawezekana rafiki yangu amefariki. Sayyidina Omar akashtuka, akamwangalia, na kweli Sayyidina Abubakar shafariki, meziko. Mwanamke ana habari, yawezekana rafiki yangu amefariki. Sayyidina Omar akasema, la, kwa nini useme hivi? Akasema, yule alikuwa akija akinitolea mbegu za tende, kwa hivyo ni kila tende hazina mbegu. Wewe umekuja hizi mbegu kuzitoa, kwa hivyo nimejua yule bwana amefariki. Sayyidina Abubakar akasema, Allah, Abubakar uko wapi wewe? Sisi tujaribu kukufikia lakini hatukufikii. Mambo umeyafanya tukuja kuyajua baadaye. Ndio bimaana idfin wujudaka fi ardil qumur, ibada zako nazifanya wewe zisijulikane na yoyote, wacha zije zijulikane baada ya wewe ushafariki. Watu wakumis kwa mambo ya kheri. Na hii aya imekuja, kuna watu watafariki, fama bakat alaihimus samaa, mbingu na ardhi hata hazitolia, hazitotingishika. Kuna watu wakifariki ardhi na mbingu zalia. Ardhi yenyewe yatamani, kuna sehemu fulani wewe waswali, haioni swala yako tena, na ile swala ikipanda mbingu yaambiwa hafunguka, ibada ya fulani imekubaliwa, yafunguka. Leo hakuna mahali ya haifunguki, zitalia mbingu na ardhi, zatamani ibada zako. Na hii ni kuonyesha test na ikhlas yako katika ibada. Yasimuliwa pia katika moja katika tabi'i. Huyo tabi'i alikuwa akibeba resheni
Taban ni watu wakubwa kwa hakika wanaofanya kazi, lakini walikuwa na experience wenyewe, wanaingia katika frontline for service, giving back to the community kama wanavyoeleza walimwengu wa kisasa. Kwa hivyo kuna sijui kuamrisha wewe fanya wewe hivi, ni kitu gani cha kufanya, mimi nitakuwa katika frontline. Lakini sisi tukiona frontline kuna cameras, kuna leo nataka kuonyesha wa hakadha, baada zile kamera zitatoka, haya wala dhali, endeleeni na kazi. Kwa hivyo jamaa anaendelea na kazi, ashamaliza yake, ashatoa speech yake, khalas. La, katika muamala wetu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, kila siku kuna cameras zinazokwenda kwa Allahu Jalla Jalla. Kuna interviews za malaika wanaochukua habari zetu wanazipeleka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ukiificha ile ibada yako. Kwa hivyo huyu alikuwa akibeba mizigo mwenyewe akipeleka. Wale waliokuwa ni muhtajin wakaonekana wamekuja katika khilafa ya fulani, wakasema tunahisi mtu fulani amefariki, kwa sababu ni mwezi mmoja mzima hatujaona resheni, hatukumjua ni nani, lakini yaonyesha huyu bana hayuko tena duniani. Wakija kuangalia ni kweli khalifa ashafariki, na yeye ndio aliyokipeleka zile chakula katika majumba kadha wa kadha. Muamala wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaka iharibike, wala mwanadamu ya aina yoyote ajue. Samahani kidogo. Na kuna watu wanafahamu makosa suala la khumuli. Hili ni neno kwa wasomi wanatumia, na katika sehemu ambapo Waislamu ni wengi ni jina limezoeleka, maana ya khumul, khamil na khumul. Wengine wakaona ni sifa ya kumsifu mtu mvivu. Kwa hivyo fulani ni khamil, wanajua huyu jamaa ni mvivu kweli kweli. Uislamu sisi hatukubali mambo ya uvivu, si katika kasbil halal, hata katika ibada yetu. Na ndio utakuja kuona katika aya mbalimbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika Qur'ani, wa daraba Allahu mathalan rajulaini, amepiga mfano Mwenyezi Mungu mfano wa watu wawili, ahaduhuma abkam, ni mfano na ina maana zaidi ya moja. Mmoja wao katika hawa wawili ni abkam, ni kiziwi na ni kipofu mfano, la yaqdiru ala shay, hawezi kufanya lolote, wa huwa kallun ala maula, kisha amekuwa ni mzigo kwa yule ambaye kwamba ni msimamizi wake. Ainama yuwajihu la yati bi khair, kila anapoelekezwa kufanya jambo haji na kheri, anaharibu kila kitu. Huu ni mfano wa uvivu katika sheria. Na ndio Mtume Sayyidina Omar alipokuja msikitini akampata bwana mmoja yuko itikaf muda mrefu, kila akija anampata yuko katika itikaf. Kama mashaallah, Mungu kutakabali. Ina maana una stock nzuri ya chakula wewe nyumbani, nani anailisha na wewe chakula, nani anayekupa? Asema mimi na kakangu afanya kazi alhamdulillah, kwa hivyo mimi nimeamua kufanya ibada, yeye ananiletea chakula. Akachukua fimbo Sayyidina Umar. Kama umeelewa makosa, tawakkul si uvivu. Mwenzako enda afanye kazi akuletee wewe, na uko mzima hapa kwa madai unatafuta Lailatul Qadri. La, toka nenda katafuta riziki kule, kichacho utakachokipata kwa ile timing yako ulopata njoo, lakini wewe hauna kitu kabisa, kisha unakuja kujifunga. Naamu na kila kitu. Jamaa, mahitaji yenu ya siku 10 haya hapa, kama kutoka kuna jambo lolote mtanipigia simu, si makosa, umeona. Lakini mimi mwenyewe ni hand to mouth, lazima nitoke nini nishughulike nipate chochote. Usijifunge msikitini, wala sheria haitokuruhusu. Wewe utapata fadhila hizo kwa nia. Nenda katafute riziki ya halali, kichache chako, ile time yako ndogo ilobakia, fanya itikaf, lakini si the whole day, kisha mwisho habibi leo sinaftari. Na sheria itaki bolesh. Wewe muumba Mola Subhanahu wa Ta'ala, na wakati huo wamnyenyekea mwanadamu desh. Yani unakuja kuona maana tumezipima katika vipimo sio sahihi, wani katika maana. Kwa hivyo utamuona kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yaqdiru ala shay, ukimwelekeza kwa chochote hawezi. Wa huwa kallun ala maula. Sasa yule msimamizi wake anaona ni mzigo. Sasa utafanyaje? Hataki kufanya kazi huyu, lazima mimi nimlishe, lazima nimfanyie kadha wa kadha.
ainama yuwajjihu la yati bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Mwenyezi Mungu anasema, je, wanafanana? Hawafanani. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Je, wafanana yule anayetembea ameweka kichwa chake chini haangalii mbele na yule ambaye kwamba macho yake anaangalia vizuri anapokwenda? Nani anayekwenda straight? Nani atakayeanguka katika mtaro katika wawili? Huyu mwenye angali mbele. Hawafanani. Kwa hivyo wewe angalia, tizama uone, mimi hapa ndaruka, hapa hivi, hapa vile. Kwa hivyo mambo ya al-khumul kama wengi wanavyodhania ni uvivu, la, si uvivu, isipokuwa al-khumul katika lugha ya Kiarabu ni al-ibtiadu anil adwai. Usikae karibu na spotlights nyingi za kupiga, kila mmoja kuona katika ibada zako unazozifanya, usikae karibu nao, kwa sababu kama tulivyosema, yawezekana ikaingia kitu katika moyo wako ukaiharibu ibada yako, ukapigwa nao katika uso. Nani yuko tayari kupigwa na ibada zake alizozifanya katika miaka yote? Wewe umebaliki katika miaka 15, umeanza ibada zako andikiwa, una miaka 30, una miaka 50, una miaka 60, alhamdulillah, wafanya ibada, kuna mrundiko wa ibada umezifanya, watarajia Mola Subhanahu wa Ta'ala aje kulipe kesho. Ukifika wambezi zote mardud, rejected, utasikia vipi? Yani utaanza vipi? Hakuna time ya kufanya ibada tena. Sababu basi, ya Rabbi nirudishe tena duniani, fa asaddaq wa akum min as-salihin, nitoe hizo sadaka lillah, ni swali, niwe katika wema. Time kwisha, kengele kishapigwa, uko katika chumba cha mtihani, umeketi wasoma, sema no problem, inshallah hizi maswali nitazijibu. Mara kring, time imekwisha, koja sijajibu. Atakusikiza yule bwana? Hawezi kukusikiza lolote. So spend your time wisely. Wakati wako angalia kwa uzuri. Ni dakika 5 peke yake ukiswali. Ikizidi sana swala ya mtu ndefu sana ni 5 minutes. Hizo 5 minutes network yako ingia ikitoka, ingia ikitoka. Jitahidi ibada yako at least, hata kama ni kidogo. Ya Rabbi, hapa ninajitahidi, najua sitokosa 5, 10, 20%. Naona na ikiwa utapata paka 50%, basi bahati yako kubwa sana. Kwa hivyo khumul kama tulivyosema ni al-ibtiadu anil adwa wa an asbab ash-shuhra, chochote ambacho kwamba chaweza kukufanya wewe ukawa famous mbele za watu na hauna taka, hauna power ya kupigana baina ya kuwa famous na baina ya kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhlas, basi ni bora wewe uwe na hali nyingine tofauti. Na hapa maneno yangu ya mwisho ambao kwamba nitapenda kuyamaliza ni kuwa hili suala la al-khumul, kuzika uwepo wako katika ardhi ile amali yako iweze kumea vizuri, na maana yake itakuwa na mizizi mizuri, na ikiamua kutoka kupanda juu itapanda kwa nguvu zaidi. Ama mti ambao kwamba haujakita vizuri, hata upepo ukija utaenda nao, maji yakija yatakwenda nayo, lakini wewe kama ardhi yako iko vizuri na imeshika vizuri ile ibada yako, imekuwa na hudhur, kwa hivyo hata ikipanda juu haushughulishi na mtu yoyote. Na kuna watu sampuli hii katika wilaya, wewe utawaona kwa pamoja na watu, lakini yeye hali yake kwa pamoja na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wazungumza story, lakini moyo wake uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dhikri. Utamwona pamoja na watu. Na kuna watu akishamaliza kuswali, akienda kuketi na watu, swala yake yote inaiharibu, saumu yake yote inaharibika, kwa sababu pale mazungumzo atakuwa kusengenya, atafanya hivi, atafanya vile. So you have to choose. When you know that you're weak, jaribu kuchoose your friends. Hawa ni marafiki najua watanikumbusha karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, watanileta karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala, and you'll feel that. Washike kwa uzuri. Lakini hawa wengine kila nikiketi nao naona amali zangu, ikhlasi yangu, ibada yangu, step aside. Sikuwa wale ni waovu, bali wewe unatekana waombe Mungu, lakini mimi niko weak, kwa sababu nikiketi nao watanichanganya, ibada yangu itaharibika, na ibada yangu haiko sawa, na mimi nataka Mola Subhanahu wa Ta'ala nitakabalie. Kwa hivyo choose friends, angalia marafiki wazuri.
Na kuna marafiki wameshaandikishana mkataba, kasema ndugu yangu usinisahau mpaka peponi. Lao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuandikia wewe uingie peponi mbele yangu mimi, tafadhali nitafute. Na mimi hivyo hivyo. Kuna watu wameandikishana hivyo katika urafiki wao, malengo yao ni ya akhira. Hapa wanakumbushana katika khairat. Vipi, mashaallah umeswali, ya Rabbi Mungu atakabalie. Je, umetoa kiwango fulani cha zakatul mal, ya Rabbi Mungu kuna kitu gani nikusaidie katika ibada yako? Kama wale wanaosaidiana katika dunia, pia na hao wanasaidiana katika ibada. So you feel kwa huyu bana ananichukua na nipeleka katika maqam mingi, iltazim bidhalika sahib, shikamana naye, kwa sababu huyu ndo sahibu ambaye atakutafuta kesho siku ya kiyama. Yawma yafiru almar'u min akhihi, ndugu na ndugu watakimbiana kesho siku ya kiyama. Wa sahibatihi wa banihi, marafiki na watoto na wazazi watakimbiana. Likulli mri'in yawma idhin sha'ni yughni, kila mmoja na jambo linamshughulisha. Wewe umeona babako yule, sitaki kukutana na baba leo, ataniingiza motoni. Na baba akimwona, hata usimwambie niko hapa, hali yangu taaban. Lakini wale mloshikana hapa duniani, aina fulani, sijamuona Mahmud, sijamuona Muhammad, sijamuona Ali, njooni hapa, kama kuna jambo tutateteana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Confidence waliokuwa nayo. Lakini urafiki unaanza wapi? Hapa. Kwa hivyo hii al-khumul ina dalili nyingi katika Qur'ani na ina dalili nyingi katika Sunna. Mimi nitataja dalili mbili na itakuwa ni khatmi ya mazungumzo yangu kuhusiana na suala la khumul. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatuambia tilka darul akhirah, hiyo ni nyumba ya akhira, ni janna. Hizi hapa duniani ni mapito, na kila mmoja anajua mimi niko hapa for a period of time, for a reason and for a period of time. Siko milele hapa. Allahumma, pengine jitokeze mtu mimi bana hata kufa sitokufa, hakuna. Kwa hivyo hapa ni mapito, na mapito tunaelekea katika mji mkuu, the city, na city yenyewe ni akhira. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema tilka darul akhira, hiyo ni nyumba, palace ya akhira. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, hiyo nyumba ya akhira wametengewa watu ambao la yuriduna uluwan, hawataki ukubwa, hawataki kujulikana, hawataki kuwa famous katika ulimwengu, katika ibada zao, sawa, katika ibada zao, wala fasada, wala hawataki ufisadi, uharibifu wa aina yote katika hapo. Kwa hivyo darul akhirah sio wenye kuswali peke yake, darul akhirah si saimina peke yake. Darul akhirah ni uswali, ufunge, utoe sadaka, lakini la turidu uluwan, hautaki shuhra, hautaki kuwa famous ili watu wakuzungumze. Qur'ani yako, sala yako, ibada yako, mimi muamala wangu ni wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tumetaja sisi ya dhuhuri, jambo ambalo pia nimeona ni muhimu kulisema hapa, ni katika haya mambo tunayoyatoa, ima ni zaka, na zaka iwe ni zakatul mal au zakatul fitri, ambazo hizi zote mbili ni faradhi. Kisha ya sunna ya kutoa ni sadaqa. Unapotoa zakatul mal haumfanyii favor yule anayepokea. Kwa hivyo hii concept iondoshe katika fikra yako. Kwanza, wewe unapompa zakatul mal ni haqqullahi wa haqqul masakin fuqara. So isije katika concept yako kabisa kuwa mimi namfanyia favor huyu. La, ni wewe unaposwali umemfanyia favor Mungu, unapofanya haji unamfanyia favor Mungu. La, hii ni kazi nimeamrishwa na Mola. Wewe unatakana umbusu yule anayepokea zakatul mali yako, kwa sababu kupokea kwake ndio inafanya alqabul, Mola wako akubali ile sadaka yako, ile zakatul mali yako. Kwa hivyo nani amemfanyia favor, wewe ama yeye alopokea? Tabaan yule alopokea ndiye amekufanyia favor. Na sadaka, wataka kutoa sadaka, sadaka ni vitu umemwona mtu umempa, yote ni muamala na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini useme yule hata shukrani hana, ukimpa hata hizi kusema asantum,
Kwa hivyo maana tayari watu washakuvuta, na ndio sehemu ya haraka watu kuvutwa. Kwa hivyo nimpe what you expecting, thank you. Wewe wampa upate thank you, ndio thawabu yako. Mpa muamala wako ni wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Umempa ni shilingi, umempa ni alfu, umempa ni milioni, don't expect. Madamu ushatia nia ya kumpa, akikwambia wallahi, tuombe Mungu atutukubalie. Mwenyezi Mungu ajalie ni khalisan liwajhillah. Najitahidi kama wanazuoni natuambia, ukisikia kama hivyo ukasikia happy, leta istighfar, iondoshe haraka, astaghfirullah, astaghfirullah. Nafsi usinichezee na ibilisi usinichezee. Hii sadaka naitaka Mola Subhanahu wa Ta'ala ipokee. Kwa hivyo mimi nikifurahi na asanti yako na shukrani yako, Mwenyezi Mungu kesho siku ya Kiyama ataniambia amali yako ushalipwa tayari. Wewe umetoa ili uambiwe ahsantum, na umekwambia ahsantum, na umefurahi. Umetoa ili watu wakuseme wewe ni Jawad, yule mkarimu, superstar yule. Na siku hizi kuna watu wajuana kweli, akimwona tu leo tu kila mmoja ana lugha yake, bosi wetu, mheshimiwa wetu, bila wewe mambo hayaendi, tukikuona mambo mazuri wa hakadha. Na yeye anafurahi kila ukisifu wewe sikupi. Jana tukunaambia shukrani, wewe ba upeana kwa ajili ya nani? Inshallah wasiseme shukrani, inshallah wape wasirudishe hata shukrani. Taban wewe mtu amekufanya ihsan, man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, mtu amekufanyia ihsani mlipe. Fa lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u la, muombe Mungu akujaze kheri, akuzidishie katika mali yako, akuzidishie zaidi, akufanyie sulhu wa hakadha. Hiyo ndio muhimu. Lakini wewe umekauka, taban mimi sifai kuamiliana na wewe kwa kuwa umekauka, lakini akikauka kwa wewe uni motivate there's no motivation. Okay, lakini wewe usikate kusaidia mtu kwa sababu hajakupa motivation, kwa sababu muamala wako ni wa nani? Mali ulipoitoa umempa Mola, huyo ni sababu. Kwa hivyo unatarajia imekwenda kwa Mola. Lakini kama umempa Mahmud, umempa Ali, tabaki kwa Ali, haitokwenda mahali popote. Kwa hivyo natueleza tilka darul akhirah, hiyo ndo nyumba ya akhira. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard, hiyo nyumba ya akhira imeandaliwa hawa watu ambao kwamba hawataki shuhra na kuwa famous katika ulimwengu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zitakase nyoyo zetu, azihifadhi. Kisa hichi cha mwisho kidogo ni kirefu na ni faida kutoka katika hadithi ya Mtume Muhammad, imepokewa na Sayyidina Abi Huraira. Anasema Sayyidina Abi Huraira, bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, siku ya masiku tulikuwa tumeketi na Mtume Muhammad fi halaq, katika mduara. Wanaposoma wale wasomi wanaketi mduara kama tulivyoketi kiasi hivi. Kile mduara wao unakwenda kama design ya moon, kama crescent, mwezi hivi. Kwa hivyo wanamzunguka shekhe. Shekhe anaweza kugeuka huko akamwona mtu, kwa hivyo si vizuri mtu kaa nyuma ya shekhe. Na shekhe wa mashaikh ni Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa sababu kuna athari ya macho. Kwa hivyo Mtume Muhammad, hata masahaba wamepata daraja ya juu, sio kwa sababu pengine walisoma sana, ni kwa sababu walipata bahati ya kuangaliwa na uso wa Mtume Muhammad. Wao wakapata bahati kumuona Mtume Muhammad na Mtume akapata bahati kuwaona, wakapanda rutba ya masahaba. Hakuna mtu anaweza kufika daraja hiyo isipokuwa walomuona Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, daraja kubwa. Kwa hivyo nasema tulikuwa tumeketi katika halaka na masahaba Mtume Muhammad. Idh qala, Mtume akasema, la yusalliyanna ghadan ma'akum rajulun min ahli aljanna, kesho ikifika ataswali pamoja na nyinyi mtu katika watu wa peponi. Kila mmoja ana hamu, kwa nini asiwe mimi? Kwa nini asiwe fulani? Sisi tunatamani hiyo pepo ya Rabb. Tamam. Sayyidina Abu Huraira anasema, fatama'tu an akuna ana au an yakuna dhalika rajulu ana, nikawa na tamaa sana huyo mtu katika watu wa peponi awe mimi, na mimi na wewe pia hali ingelikuwa ni hivyo hivyo. Fa aqamtu fil masjid, ilipofika siku ya pili anasema faghadautu wa sallaitu, nikarauka mapema sana msikitini nikasali nyuma Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, salatu alfajri, salatu kadha,
mimi nikaswali nyuma Mtume Muhammad, kwa sababu tayari bongo langu lisha click. Kuna mtu katika watu wa peponi nataka kuona mimi, nimetamani nitajwe mimi, na ninataka kujua ni nani huyo ambaye kwamba ni katika ahlul janna. Fa aqamtu fil masjid, nikakaa kwa muda msikitini. Hatta nsarafa nnasu, watu wakanyenyuka mmoja mmoja. Wabaqitu ana wa huwa, nikabaki mimi na yeye bwana Mtume Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Fa bainama nahnu kadhalik, tulipokuwa tumeketi sisi sote na Mtume Muhammad, idh aqbala rajulun, angalia ni hizi sifa, akaingia mtu aswad, mtu mweusi. Huyu mtu mwenyewe alipoingia alikuwa na mavazi ya kimaskini sana. Kuna vazi moja amefinika chini na kuna moja amefinika juu. Leo tunaweza kusema kama Masai vile, finika moja hapa chini na moja amefinika hapa juu. Fa aqbala, kama angalia huyu bwana akaja, fajaa hatta wadaa yadahu fi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akaja akashikanisha mkono wake na mkono wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Sasa Abu Huraira ana concentrate na kujua huyu ni nani hasa. Akasema thumma qala ya nabii Allah, yule mtu akamwambia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ud'u Allah li bishahada, niombee Mungu anipe shahada, yani nife katika radhi za Mola, niingie peponi moja kwa moja. Fadaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lahu bishahada, mtume akamwombea dua ya shahada. Wa inna najidu minhu riha miski al-adfar, anasema tukasikia kama harufu ya miski imeenea, harufu nzuri imeenea, baada ya Mtume Muhammad kumsomea na kumwombea dua kuwa awe katika watu wa peponi. Akainuka yule bwana akashika njia akaenda zake. Abu Huraira akakaribia karibu na Mtume Muhammad. Faqultu, anasema Abu Huraira, ya Rasulullah, huyu ndio yule ambaye kwamba ulimtaja? Qala na, akasema huyu ndio mtu katika ahlul janna. Kisha akasema wa innahu la mamluku bani fulan, yeye ni mtumwa, is a slave katika familia kubwa fulani katika Waarabu. Akasema Sayyidina Abu Hurairah, faqultu afala tashtarihi fata'tiqahu ya nabii Allah, kwa nini ikiwa mtu katika watu wa peponi nunue, nenda uangalie wanamuuza pesa ngapi, kisha umwache huru, awe huru afanye ibada zake, tujue ni katika ahlul janna. Faqala, hapa ndipo maneno tunataka zaidi. Mtume Muhammad akasema, wa anna li bidhalik, nitaweza vipi kulifanya hilo? In kana Allahu ta'ala yuridu an yaj'alahu min muluki aljanna wa sadatihim, mimi nina uwezo gani wa kuweza kumchukua nimfanye awe huru, wakati Mwenyezi Mungu kashamchagulia duniani awe ni katika muluk wa sadati aljanna, awe ni katika wafalme na mabwana wanaoheshimiwa peponi. Huyu yuko katika hali yake tofauti. Abu Huraira hana haja na dunia, yani awe huru, aende hapa aende pale, la, yeye muamala wake na Mola subhanahu wa ta'ala, hata tukimtoa huru hakuna hali yoyote itakayobadilika katika hali yake. Yeye hali yake ni hali nyingine. Ya Abu Huraira, akawa anamwambia, ewe Abu Huraira, inna Allah azza wa jalla, hakika inna Allah azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yuhibbu min khalqihi al-asfiya al-akhfiya al-abriya. Jua ewe Abu Huraira, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awapenda katika waja wake al-asfiya, waliosafisha nyoyo zao, ikhlas zao ziko sawa. Al-akhfiya, wanajificha mbele za watu, hawajulikani ibada zao na watu kabisa. Al-abriya, wamejiweka mbali na maasi ya Mola subhanahu wa ta'ala. Anasema ash-sha'thatu ruusuhum, ukiangalia nyele zao ziko timtim, yani nyele zao zimeketi mshungululu, hazijapakwa mafuta, zinketi kama akipata kichana marhaba, hakupata kichana marhaba, yupo tu mbele za watu. Yeye maana wake ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala sio maana mtu akitaka kwa karibu na Mola awe hivyo kihakika. Lakini ukifika katika rutba, wewe ni zahid. Zahid ina maana hauna haja wewe na ulimwengu kabisa. Kuna watu wanaojulikana az-zuhad, na akiwemo mmoja wao ni huyu Sayyidina Abu Huraira.
Isomeni tarjama yake. Abu Huraira alikuwa ni katika ahlu sufa. Mtume alikuwa na masahaba mbalimbali, katika miongoni mwa masahaba wake ni ahlu sufa. Msikitini pale kwake, na msikiti wake ni mdogo, nafikiri mshaenda Raudha, sio? Raudha yatoshana na hii, pengine tufanye msikiti wetu wote huu ndio Raudha, nafikiri takriban ule ndio msikiti wa asli Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo katika moja ya vipia, one of the pillars, aliwaekea mahali masahaba hawa wanaojulikana ahlu sufa, wakawa wanaishi pale msikitini. Wengi walikuwa ni uzab, mabachelors, wengine maskini, mafukara, na alikuwa miongoni mwao ni Sayyidina Abu Huraira. Baadhi ya wanazuoni wanasema idadi yao ilikuwa yafika mpaka 40 to 70 masahaba katika hali hiyo. Yani wao wanategemea chochote kitakachotoka nyumbani kilichobakia, mfano cha Mtume Muhammad. Mtume Muhammad nyumbani kwake imeshikana na msikiti. Kwa hivyo akifungua mlango anaona Al-Sufa, Abu Huraira njoo, fulani njoo, kuna hichi kimebakia kuleni. Waliridhika na hali hii. Lakini angalia hali yake Sayyidina Abu Huraira, ndio leo tupokea ilmu nyingi sana ya Uislamu kutoka kwake. Zahida, hana haja na dunia ilikuwa. Kwa hivyo anamwambia Sayyidina Abu Muhammad, inna Allaha yuhibbu min khalqihi al-asfiya, Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye wana insaf, nyoyo zao ziko na ikhlas, wasafi. Al-akhfiya, wamejificha mbele za watu. Al-abriya, ash-sha'thatu ruusuhum, nywele zao utawaona ni sampuli. Al-mughbarratu wujuhum, nyuso zao ukiangalia ni kama wana vumbi. Kila wakati wanafunga saumu, utawaona wao tumbo zao ziko na njaa. Min kasbil halal, wanataka chochote kilichokuingia katika tumbo yao iwe ni halali peke yake. Alladhina idha ista'adhanu ala al-umara, lau watakwenda kwa majumba au katika ofisi za umara za viongozi, watafukuzwa kwa hali waliokuwa nao. Wewe mwenda wazimu, toka hapo. Wataka nini kwa governor? Governor azungumze, nenda wazimu. Kumbe ni walimi na ulia ile hali zao. Anasema lau watasimama katika milango ya umara, lam yu'dhan lahum wa in khatabu an-nu'amat, wakienda kuwahutubu, wakienda kupeleka posa wanawake wazuri, lam yunkahu, mheshimiwa, sisi hatutaki kisrangi kwetu, wewe tukuozesha binti yetu, tafuta nyumba nyingine. Sidhani kama kuna mtu atakuozesha. Hali hiyo ya mtu anayedharauliwa katika jamii. Wa in ghabu lam yufqadu, wakikosekana katika mujtama watu hawawamisa, waulizi kamwe. Wa in hadharu, na ikiwa watahudhuria katika mujtama, lam yud'au, hakuna mtu atawaita njoo kae hapa, njoo kae pamoja. Kila mmoja huyo nani amemleta hapa. Wa in tala'u lam yafrah, na akitokea mahali popote jamaa hawezi kufurahika kutokea kwao. Wa in maridhu, wakiwa wagonjwa, lam yuadu, hakuna mtu atakuwa nani, nendeni mtembelee, mpeni salamu zangu. Lakini kuna mtu fulani akiwa mgonjwa, sote tunakwenda kumtembelea. Wa in matu, na wakifa, lam yushhadu, jeneza lao hakuna mtu anakwenda kulizika. Anatuambia mwisho, qalu ya Rasulullah, akasema masahaba, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, fa kaifa lana birajulin minhum, asema mfano wa huo mtu ni mtu gani? Akasema kisa cha Uwaisul Qarani. Nendeni sasa nyinyi mkamsome sasa Uwaisul Qarani, muangalia alikuwa ni mtu aina gani. Sitopata nafasi ya kueleza katika darasa hili, lakini maana yake ni mtu amefanya ibada akajificha katika ardhi ya khumul. Lengo lake ni kutafuta radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake zote. Hii daraja si ndogo, na hatutoi darasa hizi kufurahishana. Ni darasa tutakana tukizielewa, let's go back and do practice. Tuangalie mazoezi yetu. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa nafha za hawa watu, atatupa nafha miongoni mwa daraja za hawa watu. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhairi lilkhairi wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda inna alayhi. La tamna'na khayra ma indaka bisharri ma indana جودا وامتنانا وإحسانا لمنك جودك امتنانك أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أحسنتم وجزاكم الله كل الخير.